Habari, na karibu tena katika chaneli yako ya saikolojia ya mapenzi. Mimi ni mwenyeji wako Mufasa. Umewahi kukaa na mwanamke mkawa mnapiga stori, lakini ndani ya moyo wako ukahisi kuna kitu zaidi ya urafiki? Unahisi anakuuliza maswali fulani au anafanya vitu ambavyo si vya kawaida kwa rafiki tu? Mapenzi ni hisia tamu, lakini hofu ya kukataliwa au kuonekana rahisi huwafanya wanawake wengi wa Kitanzania kuficha hisia zao nyuma ya kuta nzito. Leo nitakufungulia siri 10 za kisaikolojia zinazoonyesha kuwa huyo mwanamke anakupenda mpaka basi, ila tu anaogopa kukwambia. Kaa nami hadi mwisho wa video hii, maana ishara ya 10 ndiyo inayowaumbua wengi. Twende kazi. 1. Anapata kigugumizi na kupoteza ushujaa wake akiwa karibu nawe. Fikiria mwanamke ambaye ni mhasibu makini ofisini, au yule dada mchangamfu anayeuza duka la nguo Kariakoo. Akiwa na wenzake anajiamini na kucheka kwa sauti, lakini akikaa na wewe peke yako, ghafla anaanza kuchezea kucha, kurekebisha mtandio kila sekunde, au hata kuanza kuongea vitu ambavyo havieleweki. Mfano, ukimwambia mbona leo umependeza? Badala ya kusema asante, unaweza kumkuta anaanza kujiuma meno au anajifanya anatafuta kitu kwenye simu yake kwa aibu. Hiyo ni adrenaline. Mwili wake unatetemeka kwa sababu yuko mbele ya mwanaume anayeugusa moyo wake. 2. Anakumbuka vitu vidogo ambavyo hata wewe umevisahau. Hii ni ishara kubwa. Mwanamke anayekupenda anakuwa na hard disk ya ziada kwa ajili yako. Mfano, labda uliwahi kumpigisha stori mwezi mmoja uliopita kuwa mama yako mdogo anayeishi Mbeya alikuwa anaumwa. Siku mkikutana anakuuliza, Mufasa, yule mama yako mdogo wa Mbeya anaendeleaje? Alipona? Utashangaa kwa sababu hata wewe ulishasahau kama ulimwambia. Hii inakuonyesha kuwa kila neno unalosema kwake ni dhahabu. 3. Anakuonea wivu mkali, lakini anauficha kwa dhihaka. Pointi hii ni tamu sana. Hawezi kukuuliza huyo mwanamke ni nani, kwa sababu hana mamlaka hayo. Hivyo anatumia dhihaka au kijembe. Mfano wa ukiposti picha WhatsApp ukiwa na mwanamke mwingine au ukimtaja Sara wa ofisini, utaona anabadilika. Atakwambia, oho, kumbe siku hizi unapenda wanawake weupe? Basi sawa, msalimie huyo shemela wetu mpya. Akisema hivyo anacheka, lakini ndani ya moyo wake anatamani kumpasua huyo Sara. Hiyo ni ishara tosha kuwa hataki kukupoteza. 4. Anatafuta sababu ili awe karibu nawe. Mwanamke anayekuogopa hawezi kukuambia nimekumiss, njoo tuonane. Badala yake atatafuta kisingizio cha sheria ili mkutane. Mfano, atakupigia simu na kusema, Mufasa, naomba unielekeze jinsi ya kulipia luku kwenye simu, imenigomea. Wakati unajua kabisa huyu dada ana uwezo wa kulipia mwenyewe. Lengo lake si luku, lengo lake ni kusikia sauti yako au upite nyumbani kwake kumsaidia. 5. Ile hali ya push and pull, leo tuko sawa, kesho hatujuani. Hii huwachanganya wanaume wengi. Siku moja mnaweza kuchat usiku kwacha, mnafunguliana mioyo, mnatumiana hata picha za utotoni. Lakini asubuhi akikuona mtaani, anakusalimia shikamoo kwa mbali na kupita haraka. Mfano, hii hutokea kwa sababu amejitathmini na kuona amejifungua sana kwako. Vulnerability. Anaogopa utamwona mrahisi au mrahisi kunasa, hivyo anajivuta nyuma ili kulinda heshima yake ya kike. 6. Anakusupport chini ya kapeti. Huyu ndiye mwanamke anayekuwa shabiki wako namba 1 bila kelele. Mfano, labda una biashara yako ndogo ya kuuza viatu. Hata sema nakupenda mdomoni, lakini utashangaa anakupigia simu kukwambia, Mufasa, nimeona tangazo la kazi sehemu fulani, jaribu bahati yako. Anataka ufanikiwe kwa sababu anakuona kama mwanaume wako wa baadaye. 7. Anachunguza digital footprints zako, yaani anakupeleleza. Hapa ndipo siri ya simu ilipo. Atakuwa wa kwanza kuangalia status yako ya WhatsApp sekunde 2 tu baada ya kuiposti. Mfano, unaweza kukutana naye akakwambia, salama, mbona jana ulikuwa mitaa ya posta usiku? Unashangaa amejuaje? Kumbe aliona picha ya chakula ulioposti na akaanza kuchunguza hadi akajua uko wapi na nani. Hafanyi hivyo kwa ubaya. Anafanya hivyo kwa sababu roho yake imekuganda. 8. Anajali sana muonekano wake akiwa na wewe.
Mwanamke anayekupenda hataki uone mapungufu yake. Mfano, ukimwambia nakuja hapo nyumbani mara moja, utashangaa na kuambia nipe dakika 10 nimalizie kitu. Kumba hizo dakika 10 ni za kukimbia bafuni, kupaka wanja na kubadilisha hanga au nguo ili aonekane unampendeza. Hataki uone ule muonekano wake wa kawaida wa kila siku. 9. Anajihami sana ukimgusia mambo ya mapenzi. Ukijaribu kumtania kuhusu mahusiano, anakuwa mkali au anabadilisha mada haraka sana. Mfano, ukimwambia, wewe mrembo hivi, huyo shemela wetu ana bahati sana, anaweza kujibu kwa mkato, mimi sina mtu bwana, wanaume wenyewe ongo kama nini. Jibu hili lina maana mbili. Moja, anakupa kijembe kuwa wewe hujamwambia kitu, na 2, anajilinda asionekane anaomba penzi. 9. Macho yake yanamsaliti, the stare. Hii ndiyo ishara mama. Unaweza ukawa unazungumza na watu wengi, lakini ukimgeukia ghafla, unamkuta anakutazama kwa jicho fulani la upole na la ndani sana. Mfano, mkiwa kwenye kundi la marafiki mnapiga stori, yeye atakuwa anakuangalia wewe zaidi kuliko mtu yoyote anayezungumza. Na ukimkazia macho, atayatoa haraka kwa aibu na kuanza kucheka. Macho yake yanasema, nipo hapa, nione, lakini mdomo wake unasubiri wewe ufungue mlango. Ukweli ni kwamba wanawake wengi wamefundishwa kuwa na staha. Kwa hiyo usitegemee atakuja na bango lililoandikwa na kupenda. Atakupa hizi ishara na ni jukumu lako kama mwanaume kuwa na busara. Kama umeona ishara hizi kwa dada fulani, usimkurupukie. Anza kumpa uaminifu, mpe muda na zaidi ya yote mpe hisia ya kuwa yuko salama mikononi mwako. Je, unahisi kuna mwanamke anafanya hivi kwako hivi sasa? Niandikie kwenye comment hapo chini mazingira yako, nami Mufasa nitakushauri nini cha kufanya. Usisahau kulike video hii, subscribe kwenye chaneli yetu ya Saikolojia ya Mapenzi na gonga kengele ili video inayokuja isikupite. Mimi ni Mufasa, asante kwa kuwa nami. Tukutane kwenye video inayokuja.